Hii ni Dira ya Dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC. Mimi ni Kasim Kaira. Habari kuu usiku huu. Kenya imekuwa katika maadhimisho ya 50 tangu ilipopata uhuru kutoka kwa wakoloni wa Uingereza. Leo kumekuwa na shamra nyingi katika uwanja wa Kasarani mjini Nairobi. Rais Uhuru Kenyatta alihutubia umati uliokuwepo hapo, ikiwa pamoja na viongozi kadhaa wa nchi za nje. Mahakama ya juu zaidi nchini Bangladesh imesisitiza hukumu ya kifo kwa kiongozi wa upinzani Muislamu mwenye msimamo mkali Abdul Qadir Mullah aliyepatikana na hatia ya vitendo vya dhulma dhidi ya binadamu mwaka 1971 katika vita vya uhuru kutoka Pakistan. Watu takriban milioni 44 duniani waugua maradhi ya kusahau yanayojulikana kwa Kiingereza kama dementia. Idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka kufikia milioni 76 mwaka wa 2030. Finland ndiyo yenye idadi kubwa ya watu wanaoathirika na maradhi hayo ya dementia, ikifuatiwa na Iceland na Marekani. Katika maeneo yetu, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndiyo yenye idadi kubwa ya wagonjwa wa kusahau, ikifuatiwa na Burundi, Uganda na Tanzania. Kenya ndiyo ina idadi ndogo kabisa. Na ni kwa sababu hii mataifa tajiri duniani, yani G8, yamekuwa yakijaribu kutafuta njia mpya za kukabiliana nao, ikiwemo kuongeza kiwango cha fedha za kusaidia utafiti na matibabu ya ugonjwa huu. Na kujaribu kufahamu swala hili kwa urefu kidogo, hasa unavyokabiliana na huko barani Afrika, na wengi wanapopata ugonjwa huu huharakia kusema mtu amepata kichaa. Basi kujaribu kulifafanua kidogo, niko hapa na Daktari Hamza Hassan, daktari hapa Uingereza. Daktari Hassan, karibu kabisa kwa Dira ya Dunia. Asante sana. Ugonjwa huu wa kusahau ni ugonjwa gani kwanza? Kwanza ningependa nikusahihishe kidogo kwamba kwa Kiswahili wamekuwa wanasema ni ugonjwa wa kusahau, lakini kitaalamu hatuwezi kuita kama ugonjwa. Ni hali ambayo kitaalamu inaonyesha kwamba uwezo wa ubongo wa kufanya kazi unakuwa umepungua na kusababisha mtu asiweze kufanya kazi yake kila siku, ambao unajumuisha baadhi ya dalili ambazo zinajitokeza. Na ni dalili gani hizo? Dalili hizo ni kama kupoteza kumbukumbu au kupungua uwezo wa kukumbuka, kutoweza kufikiri, kupungua kwa uwezo wa kuamua mambo, kuelewa unapungua, na mambo mengine ambayo ningeweza kuyataja kama tabia vile kubadilika. Na je, ugonjwa huu una tiba? Ugonjwa huu hauna tiba mpaka hivi ninavyoongea. Naam, lakini sasa tunaona kwamba mataifa tajiri haya ambayo yanazungumziwa kama G8 yameshika mipango ya kujaribu kuongeza fedha kabisa, hasa katika utafiti na kujaribu kutafuta tiba ya ugonjwa huo. Kwa nini barani Afrika inaonekana ni kama mataifa hayajachukulia ugonjwa huu kama, yani haijautilia maanani kama inavyofaa? Nadhani tatizo liloko ni kwamba kwa Afrika bado tuna magonjwa mengi ambayo yanakuwa ni mzigo mkubwa zaidi kuliko hili tatizo la dementia, ambao ningeendelea kutumia neno la ugonjwa wa kusahau kurahisisha mazungumzo. Ni kwamba kwa nchi za Ulaya kwao imekuwa ni mzigo mkubwa kwa sababu ni wengi ambao wana matatizo haya, na imekuwa ni mzigo mkubwa kuwatunza watu kwa sababu wanahitaji kutunzwa, wengine wanahitaji huduma za masaa 24, na ni pesa nyingi zinatumika. Kwa mfano kwa dunia sasa hivi gharama ambazo wazungumzia kutoka World Health Organization zinafika dola milioni 600 kwa mwaka kwa tibu wagonjwa wa dementia. Na zaidi tatizo hili mkazo wake umetiliwa katika nchi zoendelea kuliko nchi ambazo kama nchi za Afrika. Lakini je, huenda ikawa ni kwa sababu Afrika labda ugonjwa huu diagnosis, yani kimatibabu hawajaweza kujua kwamba ugonjwa huo upo? Sababu mara nyingi mtu akianza kusahau anasema alipata kichaa maskini. Ni kweli kabisa unavyosema kwamba Afrika ni kwamba hawajaweza kujua kama kuna kitu kinaitwa dementia, au kama wanavyosema ugonjwa wa kusahau, ambao mimi mtaalamu nasema hatuiti kama ni ugonjwa. Ni kitu ambacho ni mkusanyiko wa dalili ambazo zinahusiana na magonjwa tofauti. Lakini kwa Afrika mtu mwenye tatizo kama hili wanasema kwamba ana kichaa, mara nyingi wanafikiria hivyo, wanafikiria ni uzee. Wanahesabu kwamba dementia ni ile hali ya mtu ukifikia uzee utakuwa na mambo ya kusahau. Lakini wajue kwamba hiki ni kitu kinachotokea kabla hata kufikia uzeeni, hata vijana wana nani. Kwa ufupi kabisa, Dr. Hamza, sasa mtu atawezaje kusaidia mtu wake ambaye yuko naye nyumbani, hajaweza kumpeleka hospitali, atamtunza vipi nyumbani?
Kwa kweli hili ni tatizo kubwa, kwa sababu wagonjwa wengi ambao wanakuwa wameathirika au wamepata hiki kitu inaitwa dementia ni kwamba wanahitaji wengine huduma za masaa 24, kulishwa, kuogeshwa, kunawishwa na kila kitu. Ni mzigo mkubwa kwa watu ambao wanatoka katika nchi ambazo ni za dunia ya tatu. Vile vile ni mzigo mkubwa wani ukifikiria licha gharama ambazo wanazihitaji, ni pamoja na matatizo ya kisaikolojia kwamba wanaathirika na tabia zake zinakuwa ni ngumu, kwa sababu anaweza akawa ni mtu mkorofi, na kwa hivyo ni ugonjwa ambao unaomba sabru kwa ukubwa kabisa. Kwa ukubwa. Asante sana Dr. Hamza kwa ufafanuzi huo. Dr. Hamza, daktari hapa London.